kitu kimekuja, kimefika kwa wakati. Kama kweli Jairuti alileta basi limepauka, swali langu lisikilize vizuri. Kwani basi lile limekuja limechorwa nembo za Simba? Eti basi lile lina nembo za Simba? Hapana. Zitapigwa tena nembo za Simba? Hata tulikuwa tunataka linyaye la nini kama litakuja lifutwe alafu ziweke nembo za Simba. Unajua utaila mwingine hauna hata wewe mkubwa mzima unakuwa mkubwa ambaye una maarifa brother. Mpaka watu wakakuvae kweli. Mimi unajua ustahimilivu sina brother, mimi sio kama navunjia watu heshima, nitaambiwa navunjia watu heshima. Kaeni mkijua mimi sivunjii mtu heshima. Nyinyi ndio mnaanza kuvunjia watu heshima. Unasimama au kwa sababu hizo maiki hatulipii my bro. Kweli unasimama mtu na akili timamu unakwenda kukosoa unakwenda kukosoa basi bro, lina shida gani? Mamilioni ya fedha mimi nakujua wewe mgalalizi, una hiyo hela wewe. Ninakwambia hapa Simba haiwezi kuwa klabu namba 3 kwa thamani kwa mujibu wa shirika Observer walio maobserver wasimamizi hao wa takwimu na wasimamizi ina wakaguzi. Umenielewa vizuri? Watu hawajui wakacheki wakasema Simba ni klabu ya 3. Shekhe, National anatembelea basi la kawaida, Zamalek anatembelea basi la kawaida, vipi Simba atembelee tata kama yake na jamaa? Sasa kama watu waliwapinga hao waliotumwa na Mwenyezi Mungu, itakuwa basi aloleta Jairuti hata angeliopoa katikati ya kiwanda akaleta tungeambiwa hili kaweka grade ya 4. Kubwa Simba inamiliki basi kulingana na level yake. Tumshukuru Jairuti, tumshukuru kweli kweli. Na mimi ya nyuma ya pazia nimesikia mwaka huu yule mbunifu wa jezi za Real Madrid ndo atabuni jezi za Simba Sports Club. Yani Jairuti amefika na sasa hii inaitoa mimi. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko tena Dar es Salaam hapa Location tuko Makumbusho. Sawa. Ni muhimu watu kujua jamaa wako wapi. Ndio. Mimi ni mzima wa afya, niko buheri katika kusongesha gurudumu la maisha ya kawaida na kuhakikisha Simba Sports inabaki kuwa salama chini ya utetezi salama na mikono salama. Naam, kwa sababu nimekusikia juu ya mazungumzo yako, mimi niende moja kwa moja. Hii nadhani itakuwa safi zaidi. Maswali. Wewe ngoja nende hapo. Mambo yanajieleza. Kwa Jairuti hapo umeshaweka vizuri kabisa. Kwanza ni msifu Jairuti. Mimi nawafahamu wa haya. Mimi nimekaa Kayanga sio muda mrefu, sema nimekaa watu wasichukulie labda miaka, hapana. Umenielewa? Nimekaa Umurushaka, nazungumzia Karagwe, hiyo yote ni Kagera hiyo. Umenielewa? Nimekaa Kibeta, kilomita 4 kusogea Bukoba mjini. Sifa mbili wa haya wanazo. Niwapongeze na nimpongeze Jairuti. Sifa ya kwanza ya mwaya, ukiwa mchoyo wa muelewani. Mwaya wote atakosikiliza utaenda kwenye comment atasema. Yaani hakuna mwaya mchoyo duniani, mimi sijawahi kumuona. Akitokezea angalia vizuri, pengine yuko na Mnyambwa. Sababu kuna kabila ya Wanyambwa kule. Pengine yeye ni Mnyambwa, unadhani ni nani? Ni mwaya. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wana sifa ya uaminifu. Ndio. Kama walivyo baba zangu wa Zanzibar. Kwa hiyo kwanza ni msifu Jairuti moja kwa moja. Nisipapase, ana sifa ya uaminifu. Tatizo liko hapa, tutakwenda katika gari liloshuka. Tatizo liko wachawa wanaotaka maslahi kutoka kwa Jairuti, ndio ambao wanatengeneza misemo chini huku kuonekana kama vile Jairuti, umenielewa vizuri, ana moja sijui Jairuti ana mbili. Mimi sitaki kusikiliza mara ilikwenda ikarudi. Mimi niseme Jairuti ni mtu yuko tayari kutimiza wajibu wake, na miongoni mwa wajibu ametimiza hili. Sasa kuna Juma akasema basi iliyokuja ni mtumba, nataka klipu ya Jairuti, alisema nitaleta mpya kutoka dukani. Unajua mimi nilivyo sitaki nani sijui anayesema Jairuti ameleta mtumba mimi nimkubalie, mimi sitaki mada. Nataka klipu ya Jairuti, alisema mimi nitaleta jipya kutoka dukani, nataka klipu yake. Isipokuwa kanuni ya hapa kwetu, ziko workshop nyingi, nenda katazame, kuna kilomita 0 ndio tunazokwenda kununua, tukiambiwa mpya. Ajabu ya Jairuti iko wapi brother? Kabla hujamuoje Jairuti kuna swali tu la kizushi, uwanja pia wa mtumba upo? Umenifahamu sijui? Hujamuoje Jairuti katika basi la mtumba, uwanja wa mtumba upo? Kwa sababu original hatujaona hata mabati kuzungushwa. Na msemaji alituambia kesho ujenzi unafanyaje. Msemaji ni mhandisi kama sio wa kuungaunga, alikuwa anajua kuna programu ya kwanza tunatakiwa
tufanye makubaliano ya pili, makampuni ya tatu, tutangaze tenda ya 4, mpaka umekuja kutuambia kesho unaanza, manake process zote zilikamilika. Sasa mimi swali langu lipo vipi? Hata uwanja wa Mtumba upo? Kama hakuna, kwanza turudishe kwa Jairuti. Jairuti, niseme kitu ambacho nimempenda katika ile basi Abdallah, ile basi nimeangalia wanalo Simba duniani na wengine wanalo Real Madrid, yani kati ya basi letu na Real Madrid tofauti yake tu Real Madrid rangi wamepigia kwenye kiwanda, sisi tutakuja kuchora mchoro kuanzia ndani, aina sijui tairi aliyetengeneza na muda, na Real Madrid limepishana kidogo, sisi limetengenezwa saa 10:30 na Real Madrid imetengenezwa saa 12:30. Tatizo ni muda. Katika hili mimi sina la kusema. Kwanza nimshukuru sana Jairuti kutuletea heshima, hadhi ya Simba, level ambayo tunayo Simba. Tunakuelekea Simba, utayari wa Simba kuwa na basi la namna ile ndio kunaonyesha ukubwa wetu. Umenielewa? Kuwa na basi la namna ile ndio kunaonyesha namna gani klabu inakwenda mbele. Nikwambie mfano wa kawaida tu. Ukianza kuwa na shilingi 200,000 mfukoni, Abdallah, hadhi yako itatakiwa uvae kulingana na 200,000. Huwezi kuwa na 200,000 ndala imetoboka. Hata Mungu atabeba 200,000 yake, una maana. Simba haiwezi kuwa klabu namba 3 kwa thamani kwa mujibu wa shirika Observer, walio maobserver, wasimamizi hao wa takwimu na wasimamizi ina wakaguzi. Umenielewa vizuri? Watu hawajui, wakacheki wakasema Simba ni klabu ya 3. Shekhe, National anatembelea basi la kawaida, Zamalek anatembelea basi la kawaida, vipi Simba atembelee Tata kama yake na jamaa? Sisi hadhi yetu, si hadhi yetu, ni Irza ya mwaka 2000 kama sikosei, na 20 ngapi, 21 22, humo kati ya 21 22 kwa nchi za kwetu za Afrika Mashariki kutumia Irza ya mwaka tofauti ya miaka 4. My brother, mbona mpya hiyo? Unataka mpya gani? Sasa makaka, tuseme hivi, my brother, ambaye mnatuletea tabu, mnatafuta tujibu hoja, mnatafuta tumuone Jairuti ni mtu wa kawaida, mwambieni wa kwenu wanunue kama yetu, ili tuanze kufananisha, kwa sababu kwa sasa haturuhusiwi kwa mujibu wa taratibu ya VIP, VVIP na kawaida. Nitakapopaki basi letu lile la Yanga litakiwa kukaa hata mita 100 sawa na uwanja wa mpira, kwa sababu utakuwa umepaki basi na uchafu wa basi. Hata katika hoja ya basi kweli, mtume wetu na Yesu wote ni mitume. Yesu atakuwa katika imani nyingine, akiata sisi tunaamini Muhammad atakuwa kwenye imani yetu, wote tunaamini mitume. Si katika ulimwengu wetu wa mpira wote ni nani? Ni mitume. Twende hapa sasa, nisikilize kidogo. Unajua Yesu alikuwa handsome na Muhammad lakini waulizo walikuwa wanawapinga, wanakwambia wana sura kama mbuzi. Kaka, umetoka kwenye maandiko gani ndugu yangu? Yesu na Muhammad alikuwa handsome. Ukiangalia ndevu za Yesu na mchongo wake ule alocho, huyu mpaka fananishwa naye, watu wamesoma maandiko. Ule unamuona katika picha, wamesoma maandiko. Jamaa si blazameni, unamuona. Muhammad naye alikuwa blazameni. Muhammad ilifika wakati maswahaba wanahitaji sehemu ya kanzu yake, wanahitaji katika kilemba chake. Muhammad alikuwa bisho, Yesu alikuwa blazameni, kanzu yake ile alikuwa acha kipindi kile Yesu anatoka kubatizwa, chikopa alizopiga ni zile pamba kali, hata za Yohana zilikuwa zifikii za Yesu. Mimi nisikilize, mimi nimesoma. Yohana Mbatizaji huyo alipiga pamba Yohana, kwa kipindi kile ndio pamba kali akiza Yesu zilikuwa namba 1 kuliko zake. Au pia washenzi wakataa, au manabii walisema wana sura mbaya, walisema hawapendezi, wengine walisema miguu imekaa upande, na wengine wakaamua kuchukua, wengine wakataka kuwaadhibu. Si mtume wetu amekufa, amepata majeraha, alipigwa na tofali katika vita ya Uhud kama sikosei. Ikiwa nakosea, mashehe watarekebisha, weka tu ili mashehe wanirekebishe nizidi kusoma. Umenielewa sijui? Yesu naye likamkuta balaa, akawekwa katika ile chuki, mablazameni wanaadhibiwa. Sasa kama watu waliwapinga hao waliotumwa na Mwenyezi Mungu, itakuwa basi aloleta Jairuti hata angeliopoa katikati ya kiwanda akaleta tungeambwa hili kaweka grade ya 4. Kubwa Simba inamiliki basi kulingana na level yake. Tumshukuru Jairuti, tumshukuru kweli kweli. Na mimi ya nyuma ya pazia nimesikia mwaka huu yule mbunifu wa jezi za Real Madrid ndo atabuni jezi za Simba Sports Club. Yani Jairuti amefika na sasa hii inaitwa mimi. Wewe utajua kila kitu. Wewe hawa influencer hawa ambao wanaungaunga, achana nao. Kuna ma influencer siku hizo wamekuwa wauni. Umenielewa vizuri? Kuna kakaangu ule mimi nilikuwa namheshimu kweli kweli, nilikuwa namuona alau ana mantiki kidogo, lakini naona anafanya vitu vya ovyo.
Huwezi kuwa influencer ukawa unafanya vitu anavyofanya yule Muhindi. Umeelewa vizuri? Anachokifanya yule Muhindi mawili, atakuwa anatafuta umaarufu wa lazima au anataka kuwalazimisha watu wasafiri kwa mawazo yake. Nani Abdalla, nisisahau nataka kwenda katika hii iliyovujishwa ya Jairut, lakini tuiache. Mheshimiwa Jairut, nisamee, najua unachotaka kufanya ni kikubwa kwako wewe kama mdhabuni wa jezi kupitia na mwekezaji na wote ambao wanashiriki katika kuhakikisha Simba inakwenda mbele. Nirudi hapa kimsingi, umenielewa vizuri, hii iko katika hili jitihada zinazofanywa na Jairut, jitihada zinazofanywa na Mohamed Dewji, jitihada zinazofanywa na kina Magoli. Mimi siamini wewe Muhindi unaweza kufanya hata thuruthi ya jitihada. Sisi tunatakiwa kweli kuna muda tukosoe. Umenielewa vizuri? Lakini mimi sitaki kuamini kama tunatakiwa kukosoa mpaka tufikie wakati tudharau uwekezaji. Mpaka tufikie wakati tudharau kitu kinachofanywa na watu ambao wametenga muda, wanapoteza fedha zao brother. Lile basi nikipunguza uongo, wewe nisikilize mimi, nikipunguza uongo lile lipo katika milioni 700 na upuuzi mpaka milioni 800. Hesabu za wagalalizi limekuja katika milioni 660. Abdalla, tunaelewana? Unaelewana vizuri? Ikiwa ili jambo ni la milioni 700, wewe rafiki yangu mimi, sawa, sijui uchumi wako, sijui utajiri wako, hicho ulichonacho ni chako wewe brother. Kitu kimekuja, kimefika kwa wakati. Kama kweli Jairut alileta basi limepauka, swali langu lisikilize vizuri. Kwani basi lile limekuja limechorwa nembo za Simba? Eti basi lile lina nembo za Simba? Hapana. Zitapigwa tena nembo za Simba? Hata tulikuwa tunataka linyae la nini kama litakuja lifutwe alafu ziweke nembo za Simba. Unajua utaila mwingine hauna tamaa, mkubwa mzima unakuwa mkubwa ambaye una maarifa brother. Mpaka watu wakakuvae kweli. Mimi unajua ustahimilivu sina brother, mimi sio kama navunjia watu heshima, nitaambiwa navunjia watu heshima. Kaeni mkijua mimi sivunjii mtu heshima. Nyinyi ndio mnaanza kuvunjia watu heshima. Unasimama au kwa sababu hizo maiki hatulipii my bro. Kweli unasimama mtu na akili timamu unakwenda kukosoa unakwenda kukosoa basi. Bro, lina shida gani? Mamilioni ya fedha mimi nakujua wewe mgalalizi, una hiyo hela wewe, ninayekwambia hapa, umenielewa vizuri, wewe sawa, una duka hapo Kariakoo. Sawa, ni la milioni 70, 75, unakuwa na duka kubwa tu Kariakoo na unafanya shughuli. Tunawafahamu si watu wana mpaka milioni 25 wana maduka Kariakoo. Kaka, tuheshimiane basi. Heshimu kitu kinachofanywa. Heshimu mabilioni ya fedha yanayoondoka. Mtu ameenda kuchukua gari ambayo wewe tunakuona unazuhuria mtaani, gari 6 anawapa wachezaji. Ametuletea Loemba, unajua analipwa shilingi ngapi my bro? Ameleta basi hilo tayari, tunasubiri muona tupate. Si hatusemi kesho kama watu wanapoongopa. Wenzetu sasa tuseme kesho jambo litakuwa. Lakini tunasubiri jambo liwe sawa. Shekhe, Mungu kama atatujalia, umeona, tukamilishe utaratibu wetu mwingine. Mimi Abdalla katika basi niseme wana Simba tuwe tayari kumsupport mwekezaji wetu. Sababu yeye ndo alituletea Jairut. Kweli tusingemjua kama sio Mohamed. Tuwe tayari kumsifu mzee Murtaza Mangungu katika kutuletea Jairut, mtu mwaminifu na mkweli mwenye kutimiza mambo yake. Sio wenzetu wameidi uwanja miaka 4 imeisha, unaambiwa wana hata mfereji. Wao wanafanya kwa sababu ya kutakia mema Simba. Tumshukuru Magoli. Mwanaume huyo, mtu kutoka bara, unaambiwa huyo hataki gadagada. Umeelewa? Tushukuru na wengine kiujumla walioshiriki kutuletea mwamba, alituletea basi lenye heshima. Mimi ni short kwa Jairut ni hivyo. Mwenyezi Mungu amweke sana. Na mwaka huu yule designer kweli kutoka Real Madrid amtumie, kwa sababu hiyo taarifa ninayo, na aliyenipa Jairut utasamee kama uliona siri, si tushaambiwa kwamba designer atatoka Real Madrid. Kwa hiyo Diadola Spain pale walipotoka. Diadola wao watakachokifanya Diadola ni kumchukua designer, kumleta, ata design jezi ya Simba, umeona ile itakwenda kutengenezwa na mambo mengine, lakini amemchukua kutoka Real Madrid. Tunakaribishwa kwa sababu Real wanajua Simba iliwahi kuwa timu ya 94 kwa ubora duniani. Ya 94 ilishinda Sevilla, ilishinda Newcastle United na timu nyingine wanazozijua yeye. Ya 90 ngapi? Kwa hiyo Real Madrid wanaifahamu vizuri.